mazingira tamanishi ambayo wanaabudu kwa mfumo halisi ambao wanapendezwa nao, na wamekuwa hawapepesuki sana kwenye habari hiyo, sababu wameabudu miungu hiyo imewapatia mali, wameabudu miungu hiyo imewapatia afya, wameabudu miungu hiyo inaendelea kuwatengenezea kuiamini na kuendelea kuitumainia. Lakini sema tu kilichoshindikana kwa miungu hiyo ni kudhibiti kifo kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini taarifa hii ya miungu ilipokuwepo mwanzo kwa wazee wetu, waliamini na walitembea nayo. Lakini sisi tulipopokea, kilichopokelewa ni nini? Tulichopokea ni kwamba habari za kumwamini Yesu. Yesu naye alikuja kama Mungu mgeni. Alikuja kama Mungu mgeni, na taarifa hii ya Yesu Kristo haikuwa ni sahihi kwa watu wengi walioisikia. Lakini ni kipi ambacho kiliwafanya watu wengi kumwamini Yesu? Walipozisoma habari zake, ya kwamba yeye aliponya, ya kwamba yeye alifufua, ya kwamba alitenda mema. Wakasoma habari za kina Musa na Haruni waliposimamia habari ya Mungu katika Misri, wakatoka katika nchi ya utumwa mpaka wakaelekea katika nchi ya ahadi. Habari ile na taarifa zile ziliwafanya watu wengi kutaka kumsikiliza huyu Mungu mgeni aliyekuja kwao waliokuwa hawamfahamu. Habari zile zikakuwa katika viwango vikubwa sana. Watu wakaendelea kusikiliza. Lakini si hivyo, wale wamisionari walikuja si tu kwa maneno. Walikuja wakihubiri upendo, wakitoa mavazi kwa watumishi waliokubali, wakileta mavazi mbalimbali. Wachungaji wamepewa mavazi waliokubali kupokea injili ya kumwamini Yesu, na watoto wao walitunzwa vizuri. Lakini pia jamii nzima ilitazama ule upendo ambao katika nyakati hizi upendo umepotea. Watazamaji wangu, upendo umepotea, na ni siku za mwisho ambazo